kabla uharibifu haujampata mwanadamu, mabaya hayajamkuta na maangamivu, Mungu kwa kuwa ni mwingi wa fadhili, mwingi wa rehema, na Mungu asili yake ni upendo, Mungu anaweka grace period, anaweka kipindi, wakati na nyakati fulani. Inaweza ikawa ni siku kadhaa, inaweza ikawa ni masaa kadhaa, inaweza ikawa ni miaka au miezi kadhaa. Tunaita ni wakati wa nini? Wa neema, ili mwanadamu aweze kujirekebisha na kujirudi, hata kama anafanya uovu, hata kama analitumikia giza, hata kama ni muuaji. Mungu weka kipindi cha neema ili watu wake waweze kufanyaje? Kurekebika na kujirudi na kumtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya sura ya 55 mstari wa 6 inasema, mtafuteni Bwana madamu anapatikana, mwiteni madamu yu karibu. Ikimaanisha wakati huu kuna kipindi Mungu alikitoa akawaambia, nitafuteni, kupitia kinywa cha nabii Isaya, mtafuteni Bwana angali anapatikana, mwite angali yu karibu. Wakati huu taifa la Mungu, wana wa Mungu, walikuwa wameiacha njia ya Mungu, wanaitumikia miungu mingine, wanatenda maisha ya maovu ya kumchukiza Mungu. Mungu akawaambia, nitafuteni. Hali yoyote mtu ambayo alionayo katika giza, kuna wakati Mungu anaachia muda fulani kwa ajili ya rehema na fadhili zake, huyo mtu ajirudi, ili uangamivu na ubaya usiweze kumkuta kwenye maisha yake. Anasema kwenye Waebrania sura ya 3 mstari wa 15, na ananukuu pia katika kitabu cha Zaburi 95 mstari wa 7 na wa 8. Anasema, hapo inenwapo leo, kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirika. Wana wa Israeli walipotoka kule Misri kwenda nchi ya ahadi, kuna wakati waliziona ishara za Mungu, walisikia sauti ya Mungu, Mungu alijifunua kwao, lakini wakaisikia sauti ya Mungu na mioyo yao wakaifanya kuwa migumu, wakaacha kumpendeza Mungu, wakatumainia miungu mingine, wakaacha kufanya ibada, wakafanya yale ambayo yanayowapendeza mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka sauti yake inapofunuliwa kwenye masikio ya mwanadamu, watu waweze kusikia, waamini na kufanya sawa sawa na kile Mungu anachokitaka kiweze kufanyika ndani ya maisha yetu. Wakati wa Nuhu kwenye Mwanzo sura ya 6 mstari wa 3, na imenukuliwa pale kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 20, Mungu alitoa kipindi cha neema, kipindi cha miaka 120. Ulikuwa ni wakati wa Nuhu. Watu watubu, watu wamgeukie Mungu, waache anasa, starehe na dhambi. Wakati Mungu anamwambia Nuhu na Nuhu anawatangazia, watu walikuwa wanafanya mambo maovu, waliona Nuhu amechanganikiwa. Ukapita mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, kipindi cha neema cha wakati wa miaka 120, bado Mungu anawavumilia, anatarajia kesho kutwa watageuka ili wasiangamie, wasipitie katika hali ya uharibifu. Mungu ni mwenye rehema, hapendi kuona mtu anaangamia wala anapotea. Familia ya Nuhu ndiyo iliyookoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Yona sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 10, utaona Mungu anamtuma Yona kwenda mji wa Ninawi ili kuwaonya watu wa Ninawi uharibifu usije ukawapata. Na uharibifu huo Mungu akamwambia Yona utatokea ndani ya siku 40. Kwa hiyo grace period, wakati wa neema ndani ya mji wa Ninawi ulikuwa ni siku ngapi? 40. Mungu akamwambia tubuni, geukeni ili uharibifu usiweze kuwapata. Kwa neema ya Mungu watu wa Ninawi
waliisikia sauti ya Mungu, wakageuka, wakatubu, wakaomba rehema, na ule uharibifu au maangamizo yalipasa yawapate hayakutokea kwenye maisha yao, kwa sababu mioyo yao ilifanyaje? Ilisikia sauti ya Mungu. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa jambo la upendo. Kila mtu, kila mwanadamu, hata kama umeokoka na ikafika mahali ukarudi nyuma ukawacha neema ya wokovu, kuna wakati Mungu anakupa, unaitwa ni wakati wa nini? Wa neema, grace period, ili ujitafakari, urudi, Mungu aweze kukufinyanga na kukutumia tena. Hata walioko katika waganga wa kienyeji, hata walioko baa, hata wanaoua, kuna wakati Mungu amewapa, na anajua kuna siku mioyo yao itamgeukia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 18, kuna mfalme mmoja alikuwa anaitwa Manase. Alifanya maovu, mfalme wa Yuda, mengi mbele za Mungu, na hata akaabudu sanamu, miungu mingine, na kuwaongoza watu wa Yuda kutenda dhambi. Mfalme Manase, Biblia inaniambia Mungu aliruhusu wakuu wa jeshi la Ashuru wamkamate mfalme wa nchi na kumpeleka Babeli, na akawa mfungwa. Kutoka katika rais, katika hali ya ufalme, akapelekwa Babeli kuwa nani? Mfungwa. Akateseka kama wafungwa wengine. Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 33 mstari wa 10 hadi wa 13, Manase mfalme wa Yuda aliomba toba, aliomba rehema mbele za Mungu, na Mungu alimsamehe na akamrejesha. Hakumtoa tu kule Babeli alipofungwa kama mfungwa, bali alimrejesha katika kiti chake cha ufalme. Kuna vitu vingi ambavyo tunavipoteza kwenye maisha yetu, nafasi mbalimbali, yamkini siwe katika nafasi ya ufalme. Kuna mambo mengi yanapotea kwenye mikono yetu, ni kwa sababu tulifika mahali tukamwacha Mungu, tukategemea akili za wanadamu, au tukategemea miungu mingine, na vile vitu vikapotea na tukatoka katika nafasi zetu. Nisikize